Huu ni upendo wa agape, upendo wa kipekee. Kiongozi ambaye anajua ni namna gani watu wangu walivyoshikwa, walivyofungwa, na ni namna gani wafunguriwe kwa kipengele na kipengele na kipengele, hatua kwa hatua mpaka mwisho. Ndio maana unaona hivi vitu vina mpangilio wake. Baada ya hayo yote kupita, wiki hii tuna kitu cha kuvuka bahari. Kwa habari ya kupewa fimbo ambayo itakayotusaidia kuvuka bahari. Na sisi hatutavuka bahari ya Sham kwa sababu hatuko huko kaskazini. Sisi tutavuka bahari ya Hindi. Na ilivyo kubwa, nafikiri ni bahari ya 3 kwa ukubwa duniani. Ndio hiyo tunayovuka. Ndio maana matatizo yetu ni makubwa hata kuliko ya wana wa Israeli. Kwa sababu bahari iliyotuzunguka ni kubwa kuliko wao walioivuka. Jina la Bwana libarikiwe. Iliyotuzunguka sisi ni kubwa kuliko ile ambayo ilikuwa inawakabili wana wa Israeli. Wenyewe ni kamtaro tu. Inaitwa bahari lakini kamtaro tu, kamfereji. Lakini sisi limetanda. Hapo ukisema kwamba bahari katike tufike Zanzibar, tutakuwa na kazi ya kutembea. Na urefu wa hii bahari, alafu maji yatindike huku na huku, alafu tupite katikati mpaka tufike Zanzibar. Kama una moyo wa pressure, nafikiri utadondoka humo kwenye vumbi la katikati ya maji. Tutakuokota mbele kwa mbele. Lakini wale wenye moyo wa ushujaa watapasua, watapita Zanzibar. Kama ni India tutatokea na tutafika, tutakwenda kwa jina la Yesu. Kwa hiyo bahari tunayoivuka sio ya mchezo. Iliandikwa bahari ya Sham kwa sababu walikuwa katika eneo la bahari ya Sham. Hatuwezi kusema bahari ya Sham wakati sisi tuko bahari ya Hindi. Sisi tunavuka bahari ya Hindi. Tunaenda wapi? Tunaenda India, tunaenda wapi? Sisi tutajua mbele kwa mbele tutatokea wapi. Hata kama ni Uchina tutakwenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Lakini unapoambiwa tunakwenda kuvuka bahari, hivi wewe unachukua nini katika kuvuka bahari hiyo? Unafikiria nini katika uvukaji wa bahari hiyo? Je, ni kweli umejipanga baba aende kuipasua ile bahari tuondoke? Kwa sababu umeambiwa bahari ya Shamu ilikatika, sasa kwa sababu tuko hapa angalau Kigamboni pale ipigwe ikatike tupite, na meli zitapita wapi ziende kutua pale bandarini? Kwa sababu ile ni njia ya meli. Unaposikia baba yako anakutangazia kwamba ninakwenda kukupa fimbo itakayoigawa bahari upate kupita, hivi wewe kichwani mwako kinakuijiria nini? Kwa sababu ili uvuke lazima ujue unavuka kwenda wapi na unavuka nini. Unavuka nini? Bahari ya nini? Kwa lazima kwanza kutambua bahari yako ambayo unakwenda kuvushwa ni ipi. Sio tu kusema tunakwenda kuvuka bahari, baba amesema ataikata, Bwana amesema ataikata, na sisi tutapita nchi kavu. Bahari ipi inayokwenda kukatwa juu ya maisha yako? Kwa sababu imetangazwa bahari, lakini wewe ndiye unayejua bahari iliyokuzunguka ni ipi. Wewe bahari iliyokuzunguka ni ipi? Unapaswa kutafakari ujue ni bahari ipi na kwenda kuvuka. Baba ametangaza kwamba anakwenda kuikata bahari nipite.
bahari inayonizunguka ni ipi? Hiyo ndio akili ya mwana ufunuo. Akitangaziwa kitu inabidi atafakari, afu akilileti kwenye maisha yake. Hiki kilichotangazwa kwenye maisha yangu ni kipi? Ili napovushwa nijue navuka kwenye lipi. Baba amesema tumevuka. Umevuka nini? Kwenye geti lako au mlangoni kwako umemimina yale maji. Umevuka, lakini unajua umevuka nini? Bahari. Haya, bahari ipi? Kwenye maisha yako ni ipi iliyokuzunguka? Hicho ndo kitu cha msingi cha kuzingatia, kitu cha msingi cha kutafakari. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Nataka nikuhubiri injili ya kutafakari. Unavuka wapi? Unavuka nini? Ili Jumapili Baba anapokuja kukuvusha ujue unavuka kwenye nini. Ni yapi ambayo yamekuzunguka kwenye maisha yako? Lazima utambue. Ukitambua unavushwa wapi, ni rahisi kuiona miujiza ya kiungu ikitendeka. Lakini usipojua unavushwa wapi, ukachukulia bahari ya Hindi kama ninavyosema, ama bahari ya Shamu, ama bahari ya Atlantiki, sijui bahari gani, utachemka. Utabaki kusema, yaani tumevuka bahari, naona tunakwenda kwenye mafanikio. Wapi? Umevuka bahari ipi? Bahari ipi umevuka? Inabidi Jumatatu tuanze kuulizana kwenye vituo. Umevuka bahari gani? Nimevuka ya Hindi. Kofi. Tuelezane tujue kwamba wewe umevuka bahari gani? Tupeane uhalisia ili kusudi tuwe tunaelewa kwamba leo nimevushwa bahari. Bahari yangu niliyovushwa ni utasa. Kumbe ninakwenda kupata watoto kwa sababu bahari ya utasa nimeshafanya nini? Nimeshavuka. Lazima uelewe nini kilichokuzunguka, nini kinachokutesa. Hiyo ndio bahari yako. Ni umasikini, hiyo ndio bahari yako. Unatakiwa uivuke hiyo, uone kwenda kwenye mafanikio. Na ukijua kwamba ndio ulioivuka, ni vyepesi kuona kufanikiwa. Kama bahari iliyokuzunguka ni kukataliwa, inatakiwa uelewe kwamba bahari yangu ambayo Baba anakwenda kunivusha ni ya kukataliwa na ndugu na jamaa walionizunguka. Unapaswa kuzingatia hayo mambo ya msingi, ili tusio kanuni zinafanyika afu tunatoka kapa, tunatoka hewa. Kwenye hesabu kulikuwa na kitu kinaitwa empty set. Hesabu za sekondari huko, empty set. Sasa empty set sasa unaifanyaje sasa? Inabidi utengeneze kiwemo kitu. Shule za msingi unaambiwa 2 kujumulisha kiboma sawa sawa na 5. Tafuta kiboma. Umekiweka tena nikitafute. Tafuta kiboma. Wakati kiboma amekiweka hapo, afa nani anakuambia tafuta kiboma.
kwamba humo kwenye kiboma kuna nini? Haleluya. Kutoka sura ya 14 anzia pale mstari wa 10. Kutoka sura ya 14 mstari wa 10. Soma. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao. Na tazama, ili utazame lazima uinue macho. Ili uvuke lazima uinue macho. Ukiinua macho utaona kilichokuzunguka. Usipoinua macho huwezi ukaona kinachokuzunguka ama kinachokukabili. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sijui unanielewa? Wana wa Israeli wakainua macho. Walipoinua wakatazama. Na walipotazama wakaona kitu. Waliona nini? Wamisri wanakuja nyuma yao. Walipoinua macho wakatazama na wakaona Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Maana wasingeinua macho na kutazama, wangejikuta wamekabwa, wangejikuta wamezingirwa, wangejikuta tayari wametekwa tena kurudishwa Misri. Lakini kwa sababu waliinua macho halafu wakatazama, wakawaona Wamisri wanakuja. Wewe unapoinua macho na kutazama unaona nini? Unaona nini wewe? Unaona nini? Unapoinua macho yako, unaposimama kuomba, unaona nini? Wakawaona Wamisri. Shida hapa, walitazama wapi? Wangetazama mbele wangeona kitu kingine, ila walipotazama nyuma waliwaona Wamisri wanakuja. Takwambia faida ya kutazama nyuma na hasara ya kutazama nyuma. Haleluya. Haleluya. Wana wa Israeli walipoinua macho, cha kwanza walitazama nyuma. Unaona nini nyuma yako? Wakaona majanga. Kwa sababu ya historia, waliona mambo magumu yanakuja nyuma yao. Mtu yeyote anaishi kwa kutazama historia ya nyumbani kwao na kuona kwamba hakuna kilichowezekana, huyo mtu ni ngumu kuweza kusolve mambo. Historia inaumiza, historia inatesa, historia inadhoofisha. Ikiwa historia njema inafanya mtu kuwa mwema, kuzidi kuonekana, lakini ikiwa historia ya nyuma ni mbaya, itakuangusha. Unapopata neema ya kumjua Mungu, jitahidi kutazama mbele, usitazame nyuma yako. Ukitazama utawaona wachawi, ukitazama utawaona waganga, ukitazama utaona wanafiki na watu wavutao mashati kukurudisha nyuma. Na ndicho wana wa Israeli walifanya. Yawezekana hapa kuna mtu amejiandaa Jumapili kutokuja hapa, maana yake tayari huyo anatazama nyuma. Utavutwa mashati na nguvu za ukoo, bahari ya ukoo inakuvuta usifike. Alafu watu wanavushwa, wewe ndo unakuja baadaye. Watu walishavushwa, wewe unabaki kwenye bahari. Unaposolve mambo yako, usitazame historia ya ukoo. Sijui babu alifanya hivi, mama alifanya hivi, baba alifanya hivi. Achana nayo.
fanya wawe kama wawe, kwa sababu umempata Mungu mwenye nguvu. Wao walitazama, waliinua macho sawa, lakini kutazama wakatazama nyuma. Na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Hawakuona baraka, wakaona vita, wakaona kuuawa, wakaona kutekwa tena, wakaona kuharibiwa. Wakaogopa sana. Tayari shida ya kutazama nyuma, unatafuta uoga kwa nguvu. Unatafuta uoga. Ukitazama hata historia yako kutoka utotoni, mapito uliyoyapitia, maumivu uliyoyapitia, ukizidi kuyatazama hayo, utadondoka shimoni. Tazama mbele yako. Fesi yaliyoko mbele. Usipambane na yaliyopita. Songa mbele. Itazame mbele yako. Usitazame nyuma yako iliyopita. Historia inaumiza. Historia inaliza. Historia inaleta pressure. Historia inakuua mapema. You must understand. Lile nalo litokea hivi hivi, na hili lilitokea vile vile, na hili limetokea. Utakufa na pressure wewe. Kuna mzee mmoja anasema utakufa vibaya wewe. Tazama mbele yako. Nini kinachokuja? Alafu ukubali kukabiliana nacho. Kama kilivyokuja, nenda nacho hivyo hivyo. Hiyo bahari utaivuka kwa msaada wote. Riko shayadi moto mkali. Kiwe kikubwa, kiwe kidogo, kiwe cha kati, pambana nacho, kwa sababu ndicho kilicho mbele yako. Cha nyuma ulisha kishinda, ndio maana kimeitwa cha nyuma huko. Usiwe kama wanasheria. Kesi ya leo anarifaa kesi ya mtu wa mwaka 1899 alihukumiwa hivi. Maisha ya kipindi hicho yanafanana na kipindi hiki. Maisha ya siasa ya kipindi hicho inafanana na, yani wanasheria hawa na wenyewe sijui wakoje. Yani mtu anakuhukumu umeiba kuku leo kwa sababu ya njaa, alafu anarifaa kesi ya kwamba kuna mtu alihukumiwa mwaka 1899 kwa sababu aliiba kuku. Hakimu wa kipindi hicho alihukumu kwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo na huyu ni wa mwaka 1800. Huyu ni Mzaramo wa hapa. Huyu alikuwa Mwingereza. Vipi wewe hata kama ni mwanasheria? Tupambane na haya yaliyo mbele yetu. Mwizi wa kuku ni wa sasa, sio wa zamani. Ahukumiwa kutokana na kesi ya sasa. Amebomoa banda, yule alikimbilia kuku yuko msituni. Huyu amekata nyavu kwenye geti tena. Yule alimkimbiza kuku kwenye pori kwa kachomo na miba. Hawafanani hao watu. Yule alifikiri ni kware. Ila huyu amefanya makusudi huyu. Kwa sababu amekuta kuku amefungiwa. Yule alikimbiza kama anakimbiza kware. Sasa unawezaje kuhukumu kwa sheria ya mwaka 1899? Haleluya, haleluya. Nakupa mfano ili uelewe. Kesi ya sasa inayokukabili, pambana nayo kisasa. Sio pambane kwa kurifaa kesi ya nyuma kwamba hili jambo lishawahi kunitokea. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kutazama nyuma ni kuona maumivu. Tuendelee msomaji wetu. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Shida ndio hiyo. Walipotazama wakakumbuka
walivyowahi kuwasurubu wakaanza kulia, naona wanakuja, naona wanakuja. Mwanaume mzima unalilia nini sasa? Pambana na hali yako. Amen. Unalia nini? Nani alikuambia kwamba hata Daudi amesema machozi yanakingwa kwenye nini? Kwenye chupa. Sasa utalia mpaka lini chupa ijijae? Manake maombi ya machozi kujibiwa yanachukua muda. Kwa sababu mpaka yakingwe, yahifadhiwe, tena siku nyingine ulie, yakingwe, yahifadhiwe, nyingine ulie, yakingwe, yahifadhiwe, mpaka chupa ijae, na hujui ni alita ngapi. Alafu huyo malaika aende afanye na mambo mengine, aiweke kwenye kabati yake. Baadaye ndo akae afikirie kwamba kuna mtu amelia mpaka chupa imejaa, abebe apeleke kwa Bwana. Wewe sema tu machozi ya mwenye haki hukingwa kwenye chupa. Utalia mpaka unakufa, hujawahi kujibiwa. Chukua hatua ya kuvuka bahari. Jumapili ni siku ya kuvuka bahari, ni siku ya kuvuka mateso, ni siku ya kuvuka magonjwa, ni siku ya kuvuka kukataliwa, ni siku ya kuvuka maskini, ni siku ya kuvuka mabaya. Acha kulia. Yuko baba yako aliko Sayadi, ambaye yuko tayari kufanyia kazi yale yanayokutesa, sio kubaki kulia. Yani una baba afu unalia. Ukifiwa je? Waache wao wanaolia ni wale wasiokuwa na baba, ama baba yao ni hanisi, hawezi kuweza kufanya kazi. Ndio maana Biblia imeandikwa, bomoeni vibanda vya mahanisi. Kwa sababu watoto wao wanalia, wake zao wanalia, hawawezi kuwasaidia. Wewe unaye baba mwenye nguvu, unaye baba mwenye nguvu, haupasi kulia. Wewe ni kupeleka kesi yako. Peleka kesi, mwambie baba 1 2 3 4. Alafu unatoka, anasema sawa, nimekusikia mwanangu. Baada ya muda mchache unasikia kimekuja kitu, tunavuka bahari. Tunavuka nini? Bahari. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulipeleka 1 2 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Unanipata Unanielewa vizuri? Unahitaji kuvuka, si ndio? Unahitaji kuvuka mahala, unahitaji kuvuka sehemu, unahitaji kuvuka huo mto, unahitaji kuvuka hiyo bahari, unahitaji kuvuka hiyo milima, unahitaji kuvuka hiyo mabonde, matope, mashimo na kadhalika na kadhalika. Unahitaji kuyavuka, si ndio? Jiandae mtu wa Mungu, kwa sababu mwamba yupo. Mwamba yupo kwa ajili ya kukuvusha. Mwamba yupo kwa ajili ya kukubeba. Mwamba yupo kwa ajili ya kukupeleka. Mwamba yupo kwa ajili ya kukusafirisha. Mwamba yupo kwa ajili ya kuyabeba yote. Mwana Ufunuo unalia nini? Unalia nini? Hujapigwa tu, taki upigwe makofi, ili machozi kwanza ya kuishe. Kwa sababu kisha jua una Mungu wa namna gani, ana uwezo gani, unakuwa jasiri wa kukabiliana, unakuwa na uwezo wa kupambana. Unamwambia baba, najua hili limekuja kwa sababu, najua hili limekuja kwa sababu unakwenda kunivusha, unanipeleka sehemu nyingine, na kwenda kuwa mwingine, na kwenda kuwa na kibali kingine, na kwenda kuwa na heshima nyingine, na kwenda kuwa na nguvu nyingine.
lolote gumu linapokuja, jua ni daraja la kukuvusha. Lina mapembe kiasi gani, lina uwezo kiasi gani, ni wangapi waliokuzunguka, ni mpango wa Mungu ili ukavuke kwenda kwenye level jingine. Nami natangaza jioni ya leo kwamba tujiandae kuvuka, tujiandae kuvuka, kwa sababu yeye aliyeletwa kwetu amesema na kwenda kutuvusha. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kale ni upo? 11. Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe wenye kulia zao sasa hao ndo wenye kulia kwao, wenye kujaza chupa za machozi. Mstari wa 13. Musa akawaambia watu, msiogope. Katika mapito kuna kauli zinatoka. Sikiliza hizi kauli. Wana wa Israeli wameinua macho wakatazama, lakini hawakutazama sehemu nyingine, walitazama nyuma. Walipotazama nyuma, wakaona Farao na jeshi lake wanakuja. Kitu cha pili, wakaanza kulia. Walipoanza kulia, kiongozi wao akatoa kauli kabla hajasema na baba yake. Akatoa kauli kabla hajazungumza na baba yake, akawaambia. Musa akawaambia watu, msiogope. Simameni tu. Sasa wakisimama si watakutwa? Shida inatokea hapo. Musa, kwa sababu ya vilio waliomtisha ni wana wa Israeli, mwisho akajikuta anasema simameni tu. Yani anajitia nguvu, msiogope, lakini ana wasiwasi, akasema simameni tu, mtaona Bwana atakayowatendea. Simameni tu. Sasa wakisimama si watakutwa? Musa akasema simameni tu. Mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia. Yani wasimame afu ndo waone wokovu. Mimi sikushauri usimame kwa kweli. Ukisimama unasimamisha maendeleo yako. Ukisimama unasimamisha afya yako. Ukisimama maana yake unawaambia watu eti kwa wiki hata ukisali mara moja, ili mradi tu umepata hata Ijumaa umeenda kituoni, basi au Alhamisi unaenda nani, alafu baadaye Jumapili. Ndo kusimama huko. Kwamba simameni. Wao wanachagua baadhi ya ibada. Barikiwe sana. Wao wanachagua baadhi ya nini? Ya ibada. Anawaambia simameni. Mimi sikwambii usimame. Jumatatu usisimame, Ijumaa usisimame, Jumanne usisimame, Jumatano usisimame, Alhamisi usisimame, Ijumaa usisimame, Jumamosi usisimame, wala Jumapili usisimame. Songa mbele. Usikubali kusimama. Usikubali kusimama. Mwambie jirani yako usikubali kusimama. Kwa maana hawa Misri mnaowaona leo, ndio hamtawaona tena milele. Hawatawaona tena milele. Ndio. Bwana atawapigania ninyi. Nanyi mtanyamaza kimya. Kuna mtu mmoja anakwenda kunyamaza kimya. Kuna mtu mmoja baada ya ibada ya Jumapili atakwenda kunyamaza kimya. Ile misiba ya kulialia, ile roho ya kulialia, ile roho ya kunungunika, mara unasali kwa taabu, unasema sasa mbona mimi nina dhambi gani? Yani watu sijui wakoje. Yani mtu akipitia magumu anasema hivi, mimi nina dhambi gani isiyo samehewa? Kwani hujui? Kwani una uhakika hauna dhambi? Una uhakika? Mbona wako mnapenda kusema yani mimi kwa kweli mchungaji napitia sana, hivi mimi nina dhambi gani? Unazo? Kwani hauna? Tukwambie ukweli, unazo. Unajitetea nini? Dhambi unazo. Ila mbona wengine wanazo lakini wanasonga mbele, wanafanikiwa? Wewe mwambie Bwana, pamoja na haya
haya nilionayo, najua hili ni daraja la kunipeleka pale. Nahitaji mkono wako ulio hodari nipate kuyaweza yote kwako wewe unitiaye nguvu, nipate kuyavuka haya. Biashara itembee, afya itembee, kazi itembee, cheo kisonge mbele, kipato kiongezeke, watoto waongezeke, nani kadhalika. Yaani ukienda kwa mtumishi wa Mungu unasema, hivi mimi nina dhambi gani? Kwanza unamconfuse huyo mtumishi wa Mungu. Anakuangalia, sasa jamani mimi nikwambie madhambi yako. Kwa hiyo umekuja mimi nikwambie madhambi yako? Eti nina dhambi gani mpaka mimi napitia haya? Kaombe usiku, mwambie Bwana nionyeshe dhambi zangu. Atakufunulia, unazo nyingi tu rundo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Atakufunulia, atakwambia mwanangu, unauliza dhambi ya kwanza hii hapa, ya pili, ya tatu, utakuta ziko 58. Alafu ndo utajiuliza, kumbe nilikuwa nauliza nina dhambi gani, kumbe ninazo nyingi hivyo, basi Bwana nisamehe. Siende kuuliza nina dhambi gani, mbona sifanikiwi. Huo ni mto wako, hiyo ni bahari yako. Mwambie Bwana nahitaji kuvuka. Sio kuuliza tatizo ni nini. Mwambie Bwana nahitaji kuvuka, kwa sababu Bwana anayajua yote yanayokuzunguka. Musa akawaambia simameni, alafu mtamuona Bwana atakavyofanya kwenu. Maadui hawa mnaowaona hamtawaona tena. Lakini ana hofu ndani yake. Ndio maana alipotoka hapo, alivyowaambia simameni, akakimbia na yeye kwenda kwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Unanipata Akakimbia kwenda kwa bwana wake. Akamuuliza, vipi? Mbona Hawa imekuwa taabu? Mbona Hawa anakula matunda? Mbona Hawa imekuwa hivi? Kamwambia, sasa mbona na wewe unanililia? Ukilia hapa utajaza sangapi chupa nije niipokee? Haleluya. Maisha ya kulialia acha. Acha. Mwambie Mungu nahitaji kusonga mbele. Nahitaji kuvuka hii bahari. Nahitaji kuvuka hili ziwa. Nahitaji kuvuka huo mto. Nahitaji kuvuka kile kigingi, yale mabarafu yanayotereza. Nataka kuvuka mimi. Nataka kuvuka mimi. Nataka kuvuka. Maroho ya ukoo nivuke. Magonjwa ya ukoo nivuke. Kukataliwa nivuke. Kuachika nivuke. Kuachwa nivuke. Kila jambo baya nivuke. Mambo mabaya nivuke. Kwa kila lililosimama uvuke kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Malizia huo mstari kwa kweli. Mwambia Musa, mbona unalililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Kauli ya tatu inatoka kwa Mungu mwenyewe. Inasema, waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Na mimi nakwambia jioni ya leo, endelea mbele. Endelea mbele. Endelea mbele. Ona kupiga hatua mbele yako. Ona kusonga mbele katika yote yanayokuzunguka. Ona kukanyaga hiyo bahari. Ona kuikanyaga hiyo bahari. Baba alisema hivi, inatakiwa uendane na kitu. Ukisikia kwenye maji, mwambie Bwana, kama wewe ni maji na mimi nataka kuwa maji, ili nikatembee juu ya maji safi. Sio na jiwe alafu naenda kupita kwenye bahari, utadumbukia, utazama kwa jina la Bwana. Amen. Unajua, ngoja nikwambie. Kuna mtu niliwaambia hivi, akaniambia nataka niwe tembo, nataka nipate tembo. Nikamwambia, ili upate tembo kwanza lazima ubadilike kuwa msitu. Haleluya. Kwa sababu tembo yuko kwenye msitu. Ili umiliki tembo, badilika kuwa mbuga ya Serengeti. Ukitaka kupata nyangumi ama papa, badilika kuwa bahari.
Mwambie Bwana, mimi ni bahari, nataka nitawale papa, nataka nitawale nyangumi. Utampata. Sasa wewe kisima, alafu nataka papa, unampata wapi? Hata furu, labda upate furu, ndo zinakaa kwenye madimbwi. Haleluya. Yani maji yako ni ya majaruba, alafu nataka papa. Hata sangara huwezi ukampata kwenye madimbwi. Haleluya. Kwa hiyo unapotaka kitu kikubwa, angalia hicho kitu kinapatikana mazingira gani. Useme, Bwana, kwa kuwa nataka tembo, nataka niwe msitu, ili kusudi tembo waje wenyewe wakiona hii ni mbuga ya kutembelea. Haleluya, haleluya. Ana kushanga wewe. Lazima uendane na mazingira. Unapotafuta kitu uendane na nini? Na mazingira. Unatafuta kitu gani? Kiko katika mazingira gani? Unatafuta tembo Kisarawe? Wewe vipi bana? Tafuta msitu ulipo. Sema mimi ni mbuga ya Seruzi, kunakopatikana matembo mengi huko. Sasa yaje yenyewe. Matembo yaje. Unashangaa yanakuja, la kwanza mjomba, la pili shangazi, la tatu mamdogo, la nne nani, la tano nani. Kwa sababu matembo yote na ukoo wake wa tembo yote atakuja kwako, kwa sababu wewe ni msitu. Yani ukoo wa matembo utakutembelea, ukoo wa nyati utakutembelea, ukoo wa twiga utakutembelea, kwa sababu huko wewe ni msitu unayewatunza hao. Unakaa kwenye mbuga za humu mjini humu, utakutana na visungura tu. Kana kupa 20,000 leo, kesho kutoka na kupiga 50,000. Ni azime ndo ameondoka hivyo. Kwa sababu amerudisha ya kwake na faida juu. Haleluya. 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 Songa mbele. Ona mbele yako kuna muujiza. Ona mbele yako kuna kuinuliwa. Ona mbele yako kuna kupata muujiza wa ajabu. Umeshaitambua bahari yako lakini? Umeshaitambua? Unahitaji Jumapili upate kuivuka. Hivi maji yawezekana pengine hukuwa nayo, uyaandae kabisa uwe nayo ndani. Amen. Ili kusudi usianunue Jumapili asubuhi. Naomba tusimame juu. Mungu akawaambia, waambie wana wa Israeli wasonge mbele, kwa maana maadui wanaowaona leo hawatawaona tena. Nikwambie mwana wa Mungu, ndugu yangu katika Kristo, maadui unaowaona leo, watu wabaya waliokuzunguka leo, hautawaona tena, kwa maana unakwenda kuvuka. Alafu wao wakitaka kukufuata, kitakachowakuta ni zaidi ya kile kilichowakuta Farao na jeshi lake. Nataka tuombe. Mwambie Baba, nahitaji hii bahari iliyonizunguka. Leo unahitaji kuisema bahari iliyokuzunguka. Unahitaji kuisema, Baba, bahari yangu ni hii hapa, na hii hapa, na hii hapa, na hii hapa, na hii hapa. Imezunguka mimi, ama imezunguka watoto, ama imezunguka ndoa, ama imezunguka nini. Uiseme hiyo bahari unayokwenda kuivuka. Ningeomba wimbo kwa ufupi sana, tumwabudu Mungu.
Alafu kila mmoja useme na Mungu kwa dakika chache, kwa nguvu na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mwambie Roho, na kukaribisha tuzungumze wote hapa kwa ajili ya bahari iliyonizunguka. Sihitaji kuzungumza peke yangu, na kuhitaji ewe msaidizi wangu. Karibu Roho, useme nami. Karibu Roho, useme nami. Karibu Roho. Unaweza ukainua mikono yako tukamwabudu Mungu kwa unyenyekevu mkubwa, kwa maana tunamkaribisha Roho. Hatutaki kuomba sisi kama sisi. Roho wa Mungu akae ndani yetu, tuzungumze naye, tutete naye. Useme nami, karibu Roho, useme nami, karibu Roho, karibu useme nami, karibu Roho, useme nami, oh karibu Roho, useme nami, karibu Roho, useme nami, Roho karibu, useme nami, oh karibu, karibu, karibu Roho, useme nami, karibu Roho, useme nami, karibu Roho, niguse tena. Mwambie Roho karibu akaribie kwako, ili uzungumze, ili upeleke hoja zako moyoni mwangu. Karibu Roho, useme nami, karibu Roho, karibu Roho, oh karibu Roho, karibu Roho, useme nami, useme nami, useme nami. Mwambie tena Roho, useme nami, Roho karibu, useme nami, karibu Roho, anza kusema na Bwana. Mwambie Mungu bahari inayokuzunguka, kwa kuwa umemkaribisha Roho wa Baba kuzungumza, akusaidie katika kinywa chako, ukatafakari, ukapeleke hoja zenye nguvu. Bahari iliyokuzunguka, mambo yaliyokuzunguka, mwambie Baba, 1, 2, 3, 4, 5, haya yamenizunguka, haya yananitesa. Hii ndio bahari yangu, haya ndio mateso, haya ndio yale yaliyonizunguka. Mwambie Bwana, mwambie Bwana jioni ya leo. Sema na Baba, sema naye, zungumza naye, teta naye, zungumza kwa nguvu zote. Mwambie Bwana, nimechoka kuzungukwa na bahari hii ya mateso, na bahari hii ya utasa, na bahari hii ya umaskini, na bahari hii
ya magomvi kila siku, na bahari hii ya maumivu, na bahari hii Bwana nivushe, 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 nivushe. Riko sayadi moto mkali. Tunatangaza wema wako kwa ajili ya kanisa lako. Tunakuomba Bwana upate kutuvusha. Tunakuomba Bwana katika yote, katika yote, katika yote yaliyosimama, katika yote yaliyosimama, kuwa mateso, kuwa maumivu, kuwa dhoruba, kuwa mateso ya kila namna. Tunatangaza wema wako na mamlaka yako na nguvu yako kujidhihirisha kwetu kwa ajili ya kutuvusha, kwa ajili ya kutupeleka kwenye neema, kwenye nguvu ya kuinuliwa, kwenye nguvu ya kufanikiwa, kwenye nguvu ya afya njema, kwenye nguvu ya ajira, kwenye nguvu ya biashara, kwenye nguvu ya ufaulu, kwenye nguvu ya kuona kuolewa. Bwana wa majeshi, Mungu wa mamlaka liko sayadi, Jeripaya posiri ya kota, Nerikai pototiri ya manda. Neema yako Mungu wa mamlaka ikazidi kuthibitika, ikazidi kuonekana, ikazidi kudhihirika katikati ya kanisa lako. Tunaomba kuvuka, tunahitaji kuvuka, tunahitaji kuvuka bahari za mateso, tunahitaji kuvuka bahari za maonezi, tunahitaji kuvuka kila tabu, kila shida, kila tabu, tukavuke. Mungu wa mamlaka, Mungu wa neema, Mungu wa mamlaka, wewe ni Baba, Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Bwana, tuseme nini mbele zako, bali tunakuinua kwamba unaweza, kwamba unatisha. Utiisho wako ukathibitike, mamlaka yako ikathibitike, nguvu yako ikathibitike, ukatuvushe katika yote, ukatuvushe katika magonjwa, magonjwa sugu, magonjwa yasiyoambukizwa, magonjwa ya kuambukizwa. Yote haya ni bahari iliyozunguka. Mkono wako usipungue kwetu, tuone kuyavuka haya. Presha tukaivuke, vidonda vya tumbo tukavuke, typhoid tukazivuke, HIV tukazivuke, kansa tukazivuke, saratani tukavuke, visukari tukavuke, sikosari tukazivuke. Yote yaliyosimama, yanayojulikana na yasiyojulikana, Bwana wa majeshi liko sayadi, tunahitaji mkono wako ukatuvushe, ukatuvushe Mfalme, ukatuvushe liko sayadi, ukatuvushe Mungu wa mamlaka, ukatuvushe. Mvushe mama yule, mvushe mama yule, mvushe mama yule, mvushe mama yule ambaye amekuwa na maumivu, ambaye amekuwa na mateso, ambaye amekuwa na manunguniko. Mvushe baba yangu, mvushe liko sayadi, mvushe binti yule, mvushe kijana yule, mvushe baba yule, mvushe, 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 mvushe. Vusha baba yangu, vusha Mfalme wa amani, vusha Mungu wa majeshi. Utupe kusonga mbele, tuone kusonga mbele, tusione kurudi nyuma, tusione kuugua tena. Kwa maana umesema maadui tunaowaona hatutawaona tena. Ikabaki kuwa historia ya kwamba kuna maadui walitufuata, kuna maadui umaskini ulitufuata lakini uliuteketeza, kuna maadui ugonjwa walitufuata lakini uliuteketeza, kuna maadui chuki ilitufuata lakini uliteketeza. Ikabaki historia.
Oh, iko neema ya kuvushwa, iko neema. Naiona neema ya kuvushwa watu. Naiona neema imesimama. Naona malaika wamesimama kwa ajili ya kuwavusha watu, kwa ajili ya kuwavusha watu. Naona malaika wa Baba wametamalaki ndani ya nyumba yake. Malaika wakiwa na mavazi meupe wamesimama kila pembe, wanawavusha watu, wanawavusha watu, wanawavusha watu, wanawavusha watu, wanawavusha watu. Naiona neema ya kuvushwa, naiona neema ya kuvushwa katika mateso, katika mateso, katika mateso. Kuna watu wanavushwa jioni ya leo. Kuna watu wanavushwa jioni ya leo. Kuna watu wanavushwa. Naona malaika wamesimama. Naona malaika zaidi ya 50 wamesimama. Kila upande naona wakishika watu wa Mungu, kila mmoja akivushwa mahala, akivushwa mahala, akipelekwa mahala pengine. Tena sio mahala ambapo hapa. Naona watu wanapandishwa juu. Naona malaika wanawavusha watu, wanawabeba watu kutoka katika bahari ya mateso iliyokuwa imewazunguka. Wengine walikata tamaa katika kuugua kwao, walikata tamaa, hawaoni kupona, hawaoni njia ya kutokea. Naona malaika wamesimama kuwaokoa, kuwainua, kuwabeba wasioweza, kuwapeleka kwenye eneo la neema. Oh. Baba, wewe ni Mungu wetu. Wewe ndiye uliyejaa neema. Hakuna mwingine kama wewe. Ukishasema umesema. Ukisema utatubariki, lazima utatubariki. Ukisema utatuponya, lazima utuponye. Waguse watoto wako. Jioni ya leo wamezisema bahari zao zilizowazunguka kwenye familia, zilizowazunguka kwenye kazi, zilizozunguka katika uzao, zilizozunguka kwenye ukoo, zilizozunguka kwenye ndoa. Mungu wa mamlaka, Mungu mwenye nguvu, neema yako ya kuwavusha, ikiwa ni mwezi wa 10, mwezi wa neema. Mungu wa mamlaka, onekana kwa nguvu kubwa ukiwavusha watu wako. Hakuna mwingine kama wewe, bali ni wewe peke yako. Mwenye nguvu ni wewe peke yako, mwenye uwezo ni wewe peke yako. Hakuna mwingine Baba. Umeamua kutuvusha, umeamua kutuhamisha, tukahame, tuone utukufu wako, tuione njia, tuione neema ya kufikia malengo uliotuamlia kwayo, tuende kwa hayo. Asante Baba yangu, asante Mfalme wa amani. Nasikia maneno haya, watu kadhaa washike sadaka
ya shilingi 20,000. Alafu asogee mbele. Iko neema ya kupiga hatua nyingine. Iko nguvu ya kusafirishwa. Iko nguvu ya kubebwa. Iko nguvu ya kuvushwa kwa viwango vingine. Watu wasiopungua 10 nimeona wakisogea madhabahuni wakiwa na sadaka ya shilingi 20,000. Kimbia, kimbia, njoo madhabahuni. Sogea kabisa ukaiguse madhabahu ya Baba. Naona zaidi ya watu 10 ambao wameshika sadaka zao za shilingi 20,000. Unaposhika hiyo sadaka unagusa madhabahu, mwambie Baba, ninataka kuvuka bahari hii. Bahari hii, unaijua bahari iliyokuzunguka ni bahari ngapi? Wewe unazijua kwa idadi yake. Mwambie Baba, sadaka hii najiungamanisha kuvuka. Bado kuna watu kadhaa wanahitajika wa sadaka shilingi 20,000. Sogea, sogea tu, chukua maamuzi magumu, kwa sababu ni Bwana anayeitaka. Hapo unapopunguza, yeye ndiye mwenye mamlaka ya kupaongeza. Bado watu kadhaa, chukua sadaka ya shilingi 20,000. Afu sogee madhabahuni. Kwa sababu wewe ndiye Bwana anayekusubiri. Wewe unayejiuliza ndiye unayesubiriwa. Sijui nitoke. Wewe ndiye unayesubiriwa kwa sababu Mungu anakutaka wewe. Haijalishi una keshi ama huna keshi, iko kwenye simu, sogea tu, kwa sababu Mungu anakutaka wewe utoke. Hatua ya kutoka ni ya kwako. Hatua ya kubariki ni ya Mungu. Maamuzi ya kutoka ni ya kwako. Maamuzi ya kuzidishwa ni ya Mungu. Kwa hiyo maamuzi yako ya kutoka ndiyo sababu ya wewe kubarikiwa. Asante Mungu. Chukua sadaka yako ya shilingi 10,000 kwa wepesi na kwa uharaka zaidi. Njoo izunguke madhabahu mpaka kule. Mwambie Bwana, hatua ya kutoka ni ya kwangu. Hatua ya kuniongeza ni ya kwako. Chukua tu sadaka yako, alafu toke kwenye kiti, ukiambia kiti niachie, nipige hatua kwenda mbele. Uiambie sadaka yako niachie, nikasogee mbele, usinizungumzie. Napaswa kukuelekeza mimi, usinielekeze wewe. Chukua hatua ya kutoka kwenye kiti. Sadaka yako shilingi 10,000, kimbia madhabahuni.
Hatua ya kukubariki ni ya yeye aliye juu. Hatua ya kutoka ni ya kwako. Ni ya kwako. Maandalizi ya kuvuka bahari ni ya kwako, ila naye kuvusha ni Bwana. Na wewe mwenye sadaka ya shilingi 5,000, kimbia mbele. Emuwahi kwenye madhabahu ya Baba. Zunguke tu mpaka hata huko. Yaani ili mradi tu uguse madhabahu. Mwambie Baba, nahitaji kuvuka bahari hii. Ndio maana nimekuelekeza kwamba unaposema bahari ni ipi iliyokuzunguka, ndio unayopaswa kusema nayo. Mtumishi wa Mungu mmoja akasema, sadaka ndiyo fimbo ya kupima maji. Yana urefu gani? Mwambie Mungu, hiyo bahari iliyokuzunguka imezunguka watoto, imezunguka kazi, imezunguka afya. Nataka kuvuka. Bado kuna watu kadhaa kama 5 hivi ambao wanatakiwa kuinuka na sadaka ya shilingi 5,000 kusogea mbele. Inuka kwenye kiti, kwa sababu ni wewe ambaye Mungu anakutaka. Ni wewe Mungu anayekutaka. Kama watu 5 hivi wanahitajika hapa mbele wa sadaka ya shilingi 5,000. Asante Mungu wa mamlaka kwa ajili ya watoto wako. Heshima yako imetukuka na mamlaka yako imejaa nguvu ya mapinduzi. Nasikia kwamba chukua na wewe sadaka ya shilingi 3,000, shilingi 2,000. Njoo ujipange nyuma ya hawa kwa ajili ya kujiungamanisha. Njoo usimame nyuma ya hawa waliotangulia mbele. Changamka, changamka. Wewe unajua sadaka ya shilingi 2,000 unayo, shilingi 3,000 unayo. Kazi yako ni kuamka tu, alafu unapiga hatua kwenda madhabahuni. Usitake kujiuliza, sijui niende, sijui niache, sijui niende. Toka. Sauti ya kwanza inayokuambia toka, hiyo ndio unaifanyia kazi. Sio ile inayokuambia kwamba haitoshi, nataka kupita kununua mkate. Oh, Mungu ni Mungu wa neema. Nasikia kwamba hata una shilingi 1,000, sogea mbele. Sogea mbele ukaishtaki bahari. Ukaishtaki hiyo bahari. Ungefanya haraka usogee mbele. Una sadaka ya shilingi 1,000, ungefanya haraka. Ungefanya haraka kuinuka kwenye hicho kiti. Kwa sababu ukisha kuwa mzito, maana yake wewe ni mzito, hata kwenda kwenye baraka utakuwa mzito. Jitahidi kupiga mazoezi ukawe na kilo chache, ili ukawe mwepesi, ili kwenye mafanikio wahi kufika kwa wepesi. Baba,
hawa ni watoto wako ambao wameigusa madhabahu yako takatifu, madhabahu ivushayo watu kutoka katika maeneo ya hatari na kuwapeleka katika maeneo yaliyo salama, yaliyobeba ushindi, yaliyobeba baraka, yaliyobeba heshima, yaliyobeba utukufu wako. Hakuna aliyegusa madhabahu hii akabaki kama alivyo. Na jioni ya leo umesema watoto wako washike sadaka zao, wakasemee bahari iliyowazunguka kwenye maisha yao, kwa maana wameshaifahamu Baba. Kwa kugusa hii madhabahu wakaone kuvuka kuanzia sasa, wakaone kuvuka na vizazi vyao, wakaone kuvuka na kazi zao, wakaone kuvuka na biashara zao, wakaone kuvuka na mifugo yao, wakaone kuvuka na mashamba yao, wakaone kuvuka na uzao wao, wakaone kuvuka na wazazi wao, wakaone kuvuka na afya zao, wakaone kuvuka na haki yao, wakaone kuvuka na ile heshima yao, wakaone kuvuka kwa nguvu kubwa ya ushindi katikati ya maisha yao. Hakuna ambaye amegusa madhabahu yako ambaye atabaki tena kulia ili machozi yakakingwe kwenye chupa. Kizazi hiki Baba sio kizazi cha kukinga kwenye chupa, ni kizazi cha kuleta mbele zako hoja zao, na hapa wamesimama wanatoa hoja zao. Mungu wa mamlaka liko sayadi, moto mkali, kazi yako ni kuwavusha. Wavushe watoto wako, wapandishe watoto wako, uwabebe watoto wako, uwahuishe watoto wako, uwakuze watoto wako, uwapeleke kwenye eneo la hatima ya maisha yao. Asante Baba, kwa kuwa wewe ni mwema, kwa kuwa wewe ni nguvu, kwa kuwa wewe ni kibali, kwa kuwa wewe ni ushindi, kwa kuwa wewe ni baraka. Asante kwa utukufu wako, asante kwa neema yako, asante kwa heshima yako, asante kwa uweza wako. Ukawabariki na kuwainua, maisha yao yakabarikiwe, wakaone ushindi wa kuvuka, ushindi wa kuvuka ukawe kwako, ushindi wa kuvuka ukawe kwako kwa jina la Yesu. Ushindi wa kuvuka ukawe kwako kwa jina la Yesu. Ushindi wa kuvuka ukawe kwako kwa jina la Yesu. Uone kuvuka 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 kwa jina la Yesu aliye hai. Uone kuvuka kwa jina la Yesu aliye hai. Uone kuvuka kwa jina la Yesu. Uone kuvuka kwa jina la Yesu aliye hai. Uone kuvuka kwa jina la Yesu. Uone kuvuka kwa jina la Yesu. Uone kuvuka kwa jina la Yesu. Ukavuke, ukavuke, ukavuke hiyo bahari. Ukavuke hiyo bahari kwa jina la Yesu aliye hai. Ukavuke hiyo bahari kwa jina la Yesu aliye hai. Ukavuke hiyo bahari kwa jina la Yesu aliye hai. Ukavuke hiyo bahari. Uone kuvuka, uone kuvuka, uone kuvuka, uone kuvuka kwa jina la Yesu. Uone kuvuka kwa jina la Yesu. Uone kuvuka kwa jina la Yesu aliye hai. 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 Uone kuvuka kwa jina la Yesu. Uone kuvuka kwa jina la Yesu. Uone kuvuka kwa jina la Yesu aliye hai. Uone kuvuka. Uone kuvuka mama. Uone kuvuka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Uone kuvuka. Uone kuvuka. Uone kuvuka kwa jina la Yesu. Uone kuvuka kwa jina la Yesu. Uone kuvuka kwa jina la Yesu. Natangaza kuvuka kwa jina la Yesu. Uone kuvuka kwa jina la Yesu. Uone kuvuka kwa jina la Yesu. Uone kuvuka kwa jina la Yesu. Vushwa kwa jina la Yesu. Vushwa kwa jina la Yesu aliye hai. Vushwa kwa jina la Yesu. Vushwa kwa jina la Yesu aliye hai. Vushwa kwa jina la Yesu aliye hai. Uone kuvuka kwa jina la Yesu. Vuka kwa jina la Yesu aliye hai.
Uone kuvuka kwa jina la Yesu. Kuvuka, ukavuke kwa jina la Yesu aliye hai. Natangaza kuvuka, mateso kuvuka, mateso kuvuka, mateso kuvuka, mateso kuvuka, mateso kuvuka, mateso kayavuke. Uvuke kwa jina la Yesu. 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 Uvuke. Uvuke kwa jina la Yesu aliye hai. Vuka. Vuka kwa jina la Yesu. Vuka kwa jina la Yesu. Vuka kwa jina la Yesu. Vuka kwa jina la Yesu aliye hai. Wane kuvuka kwa jina la Yesu aliye hai. Vuka kwa jina la Yesu. Vuka katika yote kwa jina la Yesu. Vuka kwa jina la Yesu aliye hai. Vuka kwa jina la Yesu. Vuka yote. Vuka yote yaliyosimama kwako. Natangaza kuvuka. Natangaza kuvuka. Natangaza kuvuka. Wane kuvuka. Wane kuvuka. Wane kuvuka. Wane kuvuka kwa jina la Yesu aliye hai. Wane kuvuka kwa jina la Yesu. Wane kuvuka katika yote kwa jina la Yesu aliye hai. Natangaza neema ya kuvuka kwa watu wote kwa jina la Yesu aliye hai. Wane kuvuka vikwazo. Wane kuvuka mateso. Wane kuvuka dhuluma. Wane kuvuka vikingi vya ukoo. Wane kuvuka roho mbaya za magonjwa na mateso. Hautakuwa kwenye mstari ya wale wanaoitwa wenye kusubiri kufa, wenye kusubiri kuugua. Bwana umekuvusha na utavuka daima. Ukavuke daima wewe na uzao wako. Ukavuke daima wewe na wazazi wako. Ukavuke daima. Uione neema ya upatanisho. Baada ya Jumapili tukaone tuko katika anga jingine. Anga, nchi, mahali, tena sio mahali pa ajabu, ni mahali ambapo pana heshima ya wewe kukaa. Libebe na ulitunze ili Jumatatu uanze kuona maisha mapya. Haleluya. Unaweza kumshangilia Mungu kwa makofi, nderemo na shangwe. Mtu mmoja anayeona kuvushwa, mshangilie Bwana kwa makofi, shangwe na vigelegele. Tunavuka, hey! Lazima tuvuke. Mimi mwenyewe nimejiandaa kuvuka. Nimejiandaa kuvuka. Kuna mahala natakiwa nifike. Kuna mahala natakiwa kwenda. Navuka. Wewe ukigoma mimi nitavuka. Kila mtu ana maisha yake bana. Wewe ukigoma unabaki hapa kwenye kisiwa, mimi navuka. Taungana wale tunavuka, tunavuka. Amen. Haleluya. Jumapili sio siku ya kukosa, kwa sababu ni siku ya kuvuka yale yote yaliyosimama kwako. Haleluya. Shika sadaka yako ya amani. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako ambao mikononi mwao wameshika sadaka ya amani. Kwa kuwa imetamkwa ni sadaka ya amani, nami nakusihi Bwana, uishie na kutawala, ukaizidishe amani ndani ya mioyo ya watoto wako, katika nafsi zao, katika familia zao, na katika kazi zao, na katika biashara zao, na katika kila wanachotia mikono kukifanya, ili furaha yao ikatimie, amani ikadhihirike. Kwa sababu ya sadaka hii ya amani, utawala wa amani
ukatamalaki ndani ya mioyo yao na nje ya mioyo yao, wakaone kuzingirwa na wingu la amani. Wanapofika mahala, amani katawale. Baba, hata wale ambao wameshindwa kupata chochote, Mungu wetu na Baba yetu, kawanyeshe mvua itakayotengeneza jangwa hili kuota miche ya matunda yanayoliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wakaone kuotesha baraka, wakaone kuotesha biashara, kazi na zenye faida kwa ajili wakutukuze wewe na kukushukuru wewe na kukutolea wewe. Naomba haya nikiamini ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu tumtolee Mungu sadaka zetu za amani. Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za ushindi. Mnapigana vita gani? Amepigana Bwana, sio sisi. Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za ushindi. Mmepigana vita gani? Amepigana Bwana, sio sisi. Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za ushindi. Amepigana vita gani? Amepigana Bwana, sio sisi. Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za ushindi. Mmepigana vita gani? Amepigana Bwana, sio sisi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna wale ambao wana zaka na sadaka zingine za kuteketezwa na kadhalika. Unaweza ukasogea mbele sasa. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Tamuomba Askofu Elizabeth abariki sadaka hizi za fungu la 10. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Makofi kwake Yesu Kristo. Makofi kwa mtu yule ambaye amejiandaa kuvuka. Ongeza makofi na vigeregere na shangwe. Kipindi namrejesha kiongozi wa ibada kusogea hapa. Wewe shangilia tu Mungu kwa makofi na shangwe. Your holy
tuongeze tena shangwe na vigelegele kwa ajili ya mwangalizi Emma. Vigelegele hivyo havitoshi. Haleluya, haleluya. Amen. Naamini neno alilolizungumza mwangalizi Emmanuel ni neno ambalo hakika kwa namna moja ama nyingine kila mmoja wetu aliyeko mahali hapa amesikia kuvushwa, ameona kuvushwa ndani mwake. Sema amina. Hivyo naamini Jumapili hakuna mtu miongoni mwetu tuliofika siku ya leo atakayepanga kukosa. Haleluya kanisa. Naamini Jumapili tutawahi mapema ili tuvuke kwa pamoja. Amen. Baba yetu alitamani kuwa nasi majira haya. Tunafahamu kwamba kwa kipindi hiki cha uchaguzi ana majukumu mengi ya kiserikali na ya kikanisa pia. Yupo mjini